wenye viti wa vijiji, chonde, pokeeni wawekezaji wenye tija, wanaoweza kufanya watoto wetu waajiriwe, watoto wetu wajifunze kutoka kwao, na sisi wenyewe tujifunze. Wanaoweza akasema posho yote ya serikali ya kijiji kwa miaka 5 ijayo mimi nalipa. Sio mnamleta mfugaji analeta ng'ombe 2000 hapa, anaharibu misitu yote, anafyeka misitu yote, hata maziwa hapatii, nyama yenyewe hachinji. Ni mgogoro tu kulisha kwenye mazao ya wakulima. Nilipoenda kule Katavi mwaka jana, nilienda kutembelea misitu. Serikali za vijiji Katavi zimetunza misitu vizuri mno. Wana misitu mingi sana, lakini hakuna vijiji matajiri kama vijiji vilivyoko wilaya Tanganyika. Wanapata fedha nyingi kutoka kwenye mradi wa hewa ukaa. Kule tulikuta mtendaji wa kijiji amejengewa nyumba nzuri. Mtendaji wa kata amejengewa nyumba nzuri. Kwa mujibu wa mpango wa uvunaji wa miaka 5 ambao tumeanza mwaka huu 2026 mpaka 2030, kiasi cha mazao ya misitu kinachohitajika kuvunwa kwa mwaka, ambayo tunasema ni annual allowable cut, ni mkaa ni kilogramu 2,377,799, lakini kuni ni kubikimita 6,473, lakini pia mbao ambayo ni sawa na magogo ni kubikimita 13,888. Mpaka sasa tuna asilimia 92 ya makusanyo ya mwaka mzima. Kwanza amezungumza habari za uwekezaji, amenigusa kama mwenyekiti wa kijiji cha Nderenyuma, kwa sababu kwenye kijiji chetu pana mwekezaji ambaye amefika kwa muda mfupi na anaonyesha dhamira ya dhati kwamba yuko tayari kusaidia vijiji pamoja na serikali yetu ya wilaya, na pia hata kwenye kijiji changu ameshaanza kutoa michango mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza shughuli za vijiji pale. Mimi kwa kweli naona uwekezaji ni muhimu, na pia ameanza kutoa elimu kwa wananchi pale, elimu ya ufugaji wa nyuki, namna ya kutunza mazingira. Na pia kwenye eneo lake nimeshuhudia akitusaidia sisi kama viongozi wa vijiji kusimamia hata uchomaji wa moto, kwamba hata sio moto ovyo. Hilo kwa kweli mimi nimemuunga mkono sana mkuu wa wilaya, kwa sababu hata hivi tuna wawekezaji wengine pale ambao wameanza shughuli na tumeshawaita pale ofisini kuona kwamba namna gani wanasaidia vijiji kutokana na hali ngumu iliyopo ya vijijini.